the speed to get past the 38-year-old Abdul Hamid. And 5 low past Tanuti and Yanga. Over on, nothing ahead. Mambo vipi bana Mr. Kiwale? Fresh kabisa. Hebu tuambie bana, game ya leo Mr. Kiwale umeiona, unaizungumziaje Yanga kwa sasa hivi? Kwa mpira aliocheza leo ni mpira kweli wamedhamiria kushiriki klabu bingwa. Ni mpira mmoja safi sana, wamecheza boli safi. Pia kwa mara ya kwanza wameenda kutengeneza history kama Yanga kama Yanga. Kwa kwenye klabu bingwa kushinda mechi ya kwanza hatua ya makundi. Kwa mara ya kwanza haijawahi kutokea kwenye klabu ya Yanga tangu izaliwe, lakini kwa mara ya kwanza at least wameweza kuonyesha, na pia wamecheza mpira mzuri sana. Kama ni kocha wamshikilie, maana kama ni kocha ni mzuri sana. Unamuonaje Dube bana leo? Maana wengi walikuwa wanasema kuhusu Dube 1 2 3 na nini. Leo Dube unamzungumziaje? Dube kwa mtu ambaye hajui mpira anaweza akasema ni mchezaji mbovu, mchezaji mbaya, lakini kwa mtu ambaye anajua mpira, kama kocha kila siku anampanga. Unajua kwa sababu gani anampanga? Ni kwa sababu Dube kila sehemu anafika ya uwanja. Pale mbele, safu ya mbele pale, kila kona utamuona. Dube anatoa assist, Dube anajaribu kupiga golini, Dube kila kitu anakifanya. Kwa hiyo end of the day unaweza kuona mwisho wa siku unaona kabisa Dube anafaa kuanza kwenye kikosi. Kwa hiyo Dube sio mchezaji mbaya. Pia kama ulivyoona kwa mara ya kwanza historia ya Yanga, yeye ndo kahusika. Kwa hiyo anafaa Dube, ni striker moja mzuri tu, ila tu kwa sababu ya system ya Yanga kila mchezaji anaweza kufunga na kutafuta goli, lakini Dube anaweza kujiposition kila kona. Yaani kila utakapopeleka pasi Dube unamkuta. Kwa hiyo nini unaona kabisa ni mchezaji ambaye ana nguvu ya kusogea kila aina engo ya uwanja. Unamuonaje kocha, namna ya uchezaji wake, namna alivyopanga kikosi, unamzungumziaje? Kocha namzungumzia yuko kimataifa zaidi. Sababu michezo wanaocheza wakiwa ligi na mchezo wa kimataifa ni vitu vile tofauti. Unaenda kuiona Yanga ile ambayo imebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kwenye mchezo kila mtu hakutarajia kwamba utachezwa mpira kama huu. Kila mtu alikuwa na hofu kwamba Yanga inaweza ishinde au ishindwe. Lakini hatimaye umeenda kuona Yanga ball position imeongoza. Umeona? Kwa hiyo unaona kabisa ni timu ambayo kocha anaitengeneza vizuri na anaweza kuisogeza hatua nyingine. Je, wakikutana na dabi kwa namna unavyoona, wakakutana na timu pinzani watani timu yangu. Sasa hapo unaonaje hapa? Mara nyingi haitabiriki. Kwa hiyo kocha kwa sababu haijui Simba, litamkuta jambo. Lakini kwa akikaa akisoma Simba basi mchezo utakuwa mgumu, utakuwa mzuri, hatujulikani nani atakayeshinda hapa. Okay, asante sana. Tulikuwa na Mr. Kiwale, mchambuzi wa soka. Lakini pia ni bana, ukiachana tu na uchambuzi wa michezo, wewe ni nani? Ukiachana na uchambuzi wa mpira, mimi ni kwanza kwa majina kamili naitwa Samuel Ismail Kiwale. Mimi ni manager director wa kampuni ya SK Workfest. Pia ni manager director vile vile wa kampuni ya uigizaji. Vile vile bila kusahau kampuni inayoajiri na kusambaza aina ajira kwa watu. Maana mimi natoa ajira kwa vijana. Kwa hiyo kama kuna vijana wapo mtaani hawana kazi, wakija kwangu mimi ni vyepesi kupata ajira, kwa maana ninao sehemu ya kuwaweka na watakula pia. Na kazi ndogo ndogo watafanya ili kupata kipato chao. Kwa hiyo tusichukuliane vile kwenye michezo tu, bali natoa pia fursa kwa vijana. Pia natoa msaada tuseme kwa mtu ambaye anahitaji binti wa kazi. Umeona? Kwa hiyo ni kampuni, kwanza nikizungumzia kampuni ya SK, ni kampuni ambayo inasaidia watu kupata mabinti wa kazi. Kama unahitaji binti wa kazi za ndani, basi unaniface, unaniambia bwana mimi nahitaji binti na ofisini kwangu hapo. Kwa unaangalia ni upi unamhitaji, unamchukua. Ukija kampuni ya sanaa na wasanii wa kuigiza na wasanii wa kuimba, vyote hivyo nafanya. Ukija kwenye kampuni yangu tena nyingine ya Masawi, pia tunaajiri vijana kutoka sehemu mbalimbali, mikoa yote. Kama hawana kazi wanakuja Dar es Salaam, basi wanapata kazi. Wanakupataje? Kwa mimi wananipata kwa namba 0780 59 21 21. Labda nirudie tena 0780 59 21 21. Karibuni sana kwa SK Workfest hapa Media Masawi Group.